Bismillah. Hongera semaji, finali mmefanikiwa kutinga kwa ushindi wa kibabe zaidi, goli 3-0 dhidi ya Mlandege. Mmewafuata Young Africans na wao wanasema mmekuja mtegoni. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi hii leo, ushindi mnono kweli kweli, ushindi dhidi ya timu ya Mlandege. Ni ushindi ambao tulikuwa tumeutaka kwa muda mrefu. Sisi ni wale watu ambao huwa hatusahau. Mlandege msimu wa mwaka juzi ule alibahatisha kutufunga kwenye fainali ya Kombe la Mapinduzi, akajimaliza maneno na kuelekea katika mechi hii ya leo akajimaliza vile vile, akihisi ya kwamba anacheza na Mwembe Makumbi labda au anacheza na Small Boys, umeona, akasahau kabisa ya kwamba anacheza na taifa kubwa Simba Sports Club. Kwa hiyo mechi ya leo ilikuwa ni mahsusi na muhimu kwa ajili ya kukomesha mazoea na Mlandege, lakini kumkumbusha Mlandege ya kwamba sisi siyo size yao. Ukiachilia mbali kumfunga, lakini tumemfunga kwa mateso makubwa. Tumempelekea moto mzito, moto wa gesi, tumempelekea pumzi ya moto, tumemfungia booster ya kibabe, tumempiga goli 3 na mateso makubwa. Sisi Simba Sports Club tumetimiza malengo yetu ya kwanza ya kuingia fainali na malengo ya pili ya kumfunga Mlandege. Tuna furaha kweli kweli. Mmeingia mtegoni kweli, maana Young Africans wanasema mmewafuata. Sisi jana tumewaombea dua sana. Kwa mara ya kwanza tulipiga goti kwa Mungu tukiombea Azam afungwe kwa mara ya kwanza, na baada ya hilo kutokea tukafanya sherehe kubwa kweli kweli, na ndio maana hii leo mechi ambayo ilikuwa inachezwa dhidi ya Mlandege, unaona kabisa watu wanacheza wakiwa wanatafuta kitu fulani, wakiwa wana shauku na hamu na kitu fulani, na shauku yetu ilikuwa ni fainali ya tarehe 29. Kwa sisi ndio tulikuwa na shauku kubwa zaidi, ama tulikuwa na hamu nyingi zaidi kuelekea katika mchezo wa tarehe 29. Hamu hiyo inaitwa na nini semaji? Tunapenda kucheza mechi ngumu, tunapenda kucheza mechi kubwa, na mechi kubwa imefika wakati wake. Kwa nini usifurahie kwenda kucheza mechi hiyo? Semaji, baada ya goli la 3 ni kama mlikuwa mkishangilia na mkiwaita wachezaji kwamba mnawaonesha kama bado goli 2. Kuna namna mlikuwa tulitaka tuwapige 5 ama 6 hivi. Kwa hiyo baada ya goli 2 zile tukawaambia wanajeshi wetu, acheni kushangilia, hebu okoteni mali, njoeni katikati mwa kiwanja, tuanze haraka tuwafunge magoli mengi walau 5 hivi, lakini ikagoma, ikaishia kwenye goli 3 zinatosha kabisa. Mkiwa mnasema kwamba unafurahia kucheza mechi kubwa na Young Africans, wao pia walikuwa wakitamani kukutana na nyie kwa sababu tayari wameshajipata na wapo kwenye fomu yao. Wao kama wamejipata sawa, lakini sisi hatujawahi kujipoteza. Kwa hiyo sisi siku zote tupo kwenye fomu yetu, kwa hiyo sisi tuko tayari. Semaji, kuna watu walikuwa wanasema mnataka mkimbia. Haijawa sasa, tushashinda. Kwa swali lako lilokuja nalo limekufa. Sijui umeelewa bana? Hilo swali limekuja nalo kutoka nyumbani. Limekufa kwa sababu tumeshinda. Sijui umeelewa bana? Walikuwa wanahisi mtakimbia. Tumeshinda sasa. Kwa hilo swali lilokalili limekufa. Mnajiandaje sasa na dabi ya Kariakoo hapa kwenye fainali ya Muungano? Lakini mara baada ya mchezo huo mna siku takriban 2 kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo tena kwenye nadhani haijawahi kutokea kwenye historia ya mpira wa Tanzania kucheza dabi 2 ndani ya kipindi kifupi, lakini imetokea kwa mara ya kwanza kutokana na wingi wa mashindano. Hakuna namna, lazima tuishi kulingana na mazingira hayo. Tuna siku chache za kujiandaa. Leo ni 20 na ngapi? 26. Tuna siku 3 pekee ama siku 2, kwa maana 27 na 28, 29 tunashuka dimbani. Baada hapo tuna siku 2 nyingine za kwenda kujiandaa na mechi dhidi ya watani wetu ambao ni ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo ndani ya siku chache hizo tutafanya maandalizi, tutakwenda kupambana, kwenda kutafuta matokeo mazuri. Mbele ya Young Africans wanasema kwamba Yanga ukiona kombe uwanjani basi shughuli inakuwa nzito. Simba mnajiandaje na mechi hiyo hapa? Tunaanza kujiandaa kesho. Kwa hiyo kuanzia kesho sasa ndio maandalizi rasmi. Leo ilikuwa ni
ni Mlandege, tumemalizana nao. Sasa tunakwenda kujiandaa dhidi ya mpinzani wetu wa tarehe 29, na baada hapo tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kusema tumejiandaaje na tumejipangaje. Malengo ni kuchukua ubingwa. Mpaka sasa sisi ndio timu bora kwenye kombe la Muungano, tukiwa hatujaruhusu hata bao moja. Tumecheza na kushinda michezo yetu vizuri kweli kweli. Kwa hiyo malengo yetu hatutaki kuishia hapa, ni kuchukua ubingwa wa Muungano insha Allah. Tukizungumzia mchezo wa tarehe 3, watu wamekuwa na maoni tofauti tofauti kuhusiana na Simba kupeleka mechi hiyo kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Hatuja kusikia semaji kuhusiana na hili. Walitaka tupeleke wapi? Wao walikuwa na maoni tofauti. Maoni yao yanasema twende wapi? Dabi inapoteza mvuto, inapoteza uhalisia. Sasa option ni ipi? Kuna viwanja vingi, kuna ambavyo ni Zanzibar ipo, kuna Pemba, Gombani. Je, mnawaambiaje kwa sababu nyinyi ndio wenyeji wa mchezo lakini uwanja wa nyumbani ni wa Isamuyo? Tumefanya maamuzi sahihi sana ya kupeleka mechi Meja Isamuyo. Na sababu za kupeleka Meja Isamuyo ni sababu za kimpira, wala hakuna sababu yoyote ya nje ya mpira. Uwanja wa Meja Isamuyo hivi sasa ni uwanja ambao unakidhi kuchezewa mechi ya aina yoyote ile, kuanzia kwenye pitch ambao ndio factor ya kwanza, lakini hata kwenye idadi ya mashabiki. Lazima tukubaliane ya kwamba uwanja wenye hadhi kubwa ya kuchezea dabi ni uwanja Benjamin Mkapa. Baada ya Benjamin Mkapa kushindikana, viwanja vyote vinavyobaki ni viwanja ambavyo viko sawa sawa, hakuna ambacho kinamzidi mwingine. Kwa hiyo baada ya kukosa Benjamin Mkapa, ukiamua kwenda Amani sawa, ukiamua kwenda Isamuyo sawa, ukiamua kwenda Gombani sawa, ukiamua kwenda Azam Complex ni sawa. Katika viwanja hivyo ambavyo nimevitaja na ambavyo sijavitaja, vyote hivyo vina uwiano sawa kwenye hadhi ya kuchukua dabi. Hakuna ambacho kinaizidi Meja Jenerali Isamuyo. Ukiangalia huu uwanja wa Amani unaingiza mashabiki 14,000. Labda uzuri wake unawahadaa. Lakini kiuhalisia unaingiza watu 14,000 pekee. Uwanja wa Azam Complex unaingiza watu 4,500 pekee. Uwanja nini mwingine? Gombani, sijui idadi yake lakini hawezi kuzidi watu 10,000. Sijui umeelewa? CCM Kirumba, ukienda Sokoine, ukaenda Sheikh Amri Abeid, viwanja hivyo haviingizi watu zaidi ya watu 13,000. Lakini kwa hali hii ya mvua za kila siku, CCM Kirumba kuna hatari kinyesha pale mkacheza kwenye matope, au mkaenda Sheikh Amri Abeid pale mechi ikaahirishwa. Sasa kwa nini take riski ya kupeleka huko sijui Kirumba na watu ni 13,000 tu, wakati Meja Jenerali Isamuyo ni watu 10,000 wanaingia katika uwanja huo. Kwa hakuna tofauti kubwa. Lakini ukitoa Benjamin Mkapa, Tanzania hii uwanja unaoongoza kuwa na pitch nzuri ya nyasi asilia ni uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo. Huu uwanja mnaoona hapa pitch yake imechanganywa, wanaita hybrid, imechanganywa artificial na nyasi asilia. Lakini uwanja wenye nyasi asilia 100% ni uwanja wa Benjamin Mkapa pamoja na uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo. Sasa kama tunakubaliana ya kwamba uwanja wa Meja Isamuyo ni uwanja bora kwenye kuchezea kwenye eneo la pitch, kwa nini mechi siende Meja Isamuyo? Lakini watu ni 10,000 sawa, na ukiwaleta hapa, na ni idadi pungufu ukienda Azam Complex, na ni idadi sawa ukienda Sheikh Amri Abeid ama ukienda Sokoine ama ukienda Kirumba. Kwa hiyo tumefanya maamuzi sawa sawa, na mimi niwakaribishe Meja Jenerali Isamuyo Mbweni, Dar es Salaam. Wanasema pale hapana vurugu pale. Hakuna kufanya vurugu. Na mpira utaji vurugu, mpira ni starehe. Yes. Kwa mnawakaribisha? Ya, tunawakaribisha. Yoyote tunamkaribisha. Tutatangaza. Tutatangaza wala msio na wasiwasi. Ni kati ya 100,000 mzunguko kwa 500,000 VIP. Tuko hapo kwenye hiyo rate. Tuko kwenye hiyo rate hapo Simba Sports bwana. Amna anayekomolewa.
Ukishindwa tunaangalia uwezekano wa 100,000 mzunguko, umeona, VIP 500,000 kule kwenye ile utajua mwenyewe chuma au misumari, lakini ni kati ya 100,000 iwe sio kikubwa sana. Afu si ndo mwanzo wa mwezi, tarehe 3 watu washapokea mishahara marupurupu. Mtaenjoy. Nataka kuwazidi vile vya Azam. Nazidi vile vya Azam waliofanyia. Hiyo si dabi wewe. Hiyo dabi. Piga kichwani. Alafu Mbweni kule. Kwa washua. Unaweza kuweka vingilio vya kawaida, wakaja watu wana nani sijui mtu ndo shetani akafanya vurugu kwenye nyumba za matajiri kule. Kwa lazima metosheka. Nang'oka sasa. Naondoka sasa. Safari njema. Tusitafutane mpaka tarehe 29. Tutafuta tarehe 28. Mmenisikia? Watu wa Kahama wanakutafuta huko. Mama kutoka Shinyanga yuko wapi? Maiki ya nani bana?